Mimi hata nikiwa hivi nilikuwa nimekaa chini nikajiuliza maswali mengi, nikaona juu ya maisha na ugumu wa maisha. Utaweza jifuta hivi katika hii hali yangu, uende kazini, uende ukae hapo uangalie wenye wanafanya kazi nyumbani. Na pia ukienda ukae hapo kabachia vizuri hapo, hautakosa mlevi akipita na miti kama hizi zangu akienda kunywa pombe. Simai waona. Kiu yake ni wapi? Si yeye anaenda. Anaenda tu anajikokota. Anajikokota hadi afike huko, alafu afanye nini? Akunywe, arudi nyumbani. Na mimi sasa nami mbona na mimi kiu yangu ikiwa kwa kanisa. Yeye alipite. Alafu aniambie, bwana wewe ungekuwa mlevi najua tungeenda. Lakini jueni Kristo wewe lalala hapo. Hiyo utaweza kubali kweli? Siwezi. So tukiwa Mungu anatulinda, najua Mungu anatulinda na ana mpango mzuri na sisi. So tusiwe na shaka yoyote katika safari ya Ukristo. Lakini kuna taabu mingi na shida mingi katika mambo ya Ukristo. Ukifikiria Ukristo ni kukula mkate na kuenjoy na kutafuta amani na watu wote, utapata ni opposite. Mara nyingi saa zingine inaenda opposite. Mwe experience hivyo. Chenye dunia inatafuta na chenye Ukristo anatafuta ni mambo mbili tofauti. Na ndio tuende kwa topic yetu. Jana nilikuwa nimesikiza ka story na kanikuza sana. Maana nilikuwa nasikiza mwanamke mwingine ni Msaudi ambaye alizaliwa kwa familia ya kifalme. Yeye mwenyewe ni princess, ndio? Unajua baba yako akiwa mfalme king, mtoto unakuwa prince. Ndivyo? Na yeye alizaliwa msichana mmoja kwa vijana 7. Sasa akatunzwa zaidi juu ni mmoja tu. Wenzake wakienda hadi wanaenda kucheza na farasi, lakini yeye akienda anaenda na bodyguard. Mchezo wa mchunge. Hata town akienda, unajua kuna ile uhuru ya kutembea peke yako, lakini yeye hutembea na bodyguard throughout. Baba yake akaona juu anampenda sana, akamweka katika, akataka amfundishe sana, na baba yake pia alipenda elimu. Akajua mwanadamu ndiye aerefuka anahitaji kusoma na kusoma sana. So akampanua mawazo katika hadi ya kusoma. Na unajua wao wasomi mambo ya dunia pale, wanasoma mambo ya nchi za Uislamu sana, lakini hizi nchi zingine hizi hawafuatilii mambo yao. Lakini msichana aliposoma sana, mawazo yakaanza kupanuka. Unajua tazama mtu Muislamu kumbe ni elimu ana, ama hajakaa kwa environment za elimu. Sasa msichana akasoma, akasikia kuna mtu utajwa kwa pande dunia ya pande nyingine hii na kwa Qur'ani, anaitwanga Isa. So alipokuwa akisoma habari za Isa na akaanza kujifunza mambo ya Kiingereza, walimu wake story nini, so akashikanisha story za Kristo na zile za Qur'ani venye anaelezewa. Lakini aliposoma Kristo akapata ni uhuru wa ajabu. Akamuelewa Kristo kiundani sana kuliko venye walikuwa wanamchukulia ni nabii tu. Lakini kwa muda alipozidi kufanya, imagine huyu mwanamke aliambiwa na wazazi wake mpaka na polisi ni kuuawa kumebaki tu, hawezi survive. Ameonywa na baba yake, anamuonya achana mambo hii ya kutetea mambo ya Ukristo. Hii si imani yetu. Hiyo si, akasema mimi nasoma tu Isa, habari za Isa mwenye ako kwa Qur'an, mimi nitaka kusoma mo. Ndio alikuwa hata amemfungua, ameamua kusoma habari zake kupitia kwa Biblia. So akawa amefunuliwa zaidi na zaidi. Huyu mwanamke akawa amempenda sana mambo ya Mungu. Lakini katika hali hiyo haezi. Unajua ni mtoto wa malkia, kila kitu iko. Chochote unataka kiko, magari ya kifahari iko, hakuna kitu yenye haiko. Lakini mwisho huyu mtoto wa watu waliona amesisitiza, wakaamua atapelekwa afungwe. Mwisho wa nyongo. Lakini katika tu mipango ya kupelekwa, yeye alijua Mungu atamsaidia kwa hali yote. Alijipata kuna venye alipelekwa, akajipata anaishi tu kwa watu, kwa majirani. Kwa watu tu huko tu kwenye wa Kristo. So yeye akaona ako sawa, anaishi tu kwa neighboring tu, kwa watu tu.
si kwa matajiri, si kwa nini, lakini kwa Mkristo mwenzake tu. Lakini alipokuwa anakaa anafikiria enzi ya kifalme ya baba yake. Hebu fikiria sasa ni wangapi mwenye akijua kiacha Ukristo ataendesha V8 atakaa. Wataacha wengine. Aone tu in 3 months atakuwa kwa V8. Aone tu in 3 months atakuwa anaendesha farasi. Kuna mwenye atakaa hapa, si wengi wataenda. Atasema wacha niende ndio munione. Lakini yeye akiacha hizo vitu zote, mstari unacheka. Ni ukweli. Imagine msichana anakaa kwa nyumba ya mtu. Amwache yote, lakini anasema amani na furaha yenye alikuwa nayo. Angelinganisha mtu mwingine ndani. Yenye hajai kupata kwa maisha yake. Juu ya kuitanishwa tu na Ukristo, Kristo mwenye amemsoma akamuelewa. Unaona jinsi tuko na kitu cha maana. So ukiwa katika imani au una hasara yote, kumjua tu Mungu umeshinda kila kitu. Umeshinda tajiri wote wa dunia. Umeshinda kila kitu juu. Faida ya mwanadamu ni nini? Hebu nani anaweza sema faida ya mwanadamu kubwa kukaa duniani? Delta ni kama gani? Kujua kwa nini ulizaliwa. Na hiyo ulizaliwa kwa sababu yake ukifanya. Faida utatoka nayo hii dunia ni gani? Mimi kwangu faida unaweza pata ni ya ng'ang'anie uzima wa milele. Na juu hata uzikwe na sherehe aina gani kubwa na mna gani? Si ni kweli? Alafu hiyo kaburi ilikuwa haitafunguka. Najua ni uzuni hasara tu. Hata ukoo ulikuwa na magari mangapi? Naona kwa Facebook saa zingine unaona ofisi ya jamaa hizi viti za kusunguka na meza zile safi alafu kuliharibika, alafu magari nje hizi za kifahari zingine zimepasuka, vioo zingine zimejaa mchanga. Mwaona hizo tupicha kwa Facebook, lakini mwisho anakuambia mwenye hiyo ofisi alilala. Baada ya kulala hakuna mwenye angerani kampani, so ikaharibika tu. Maisha ya mwanadamu yuko ya hasara. Lakini once ukimjua Mungu na umake sure Mungu atakuwa kwa maisha yako namba moja, mambo mengine yote ni rahisi tu. Hata hakunaga uchungu katika shida, hata hakuna hasara yoyote. Hata ukikaa wewe uko tu na amani, hata watu wataweza kuhurumia, waseme huyu mtu. Lakini wewe unajua si na Mungu, siwazi maa kaende niko sawa. So mimi kitu ndeza himiza kila mtu kwa mwanzo yako. Unajua kuna watu wamekuja kanisa lakini anasikia tu habari za Yesu, hajaguzwa, sijui tutumie jina gani. Haujajua kabisa mna uhusiano gani na yeye. Mimi nasema ni kuguzwa. Vile umesema kuguzwa tu, hujaguzwa na hiyo neno. Hebu fungua tu roho yako ujue tu uzuri wa Yesu katika maisha yako, alafu mfungulie akae. Utaona kila kitu imekuwa. Yaani unakaa ni kama ulikuwa umebeba mzigo fulani sasa imeondoka. Sasa hakuna hali yoyote itaweza kutishia kwa hii maisha. Unakuwa sawa. Hakuna kitu inakuogopesha, uko tu sawa, maisha iko sawa, unasonga mbele sawa, unatangaza Mungu ukiwa sawa. Unanipata vizuri ndugu zangu? Kwa sababu mimi naomba penye tunaelekea saa hii, mimi najua tunaenda kutengwa kanisa hivi karibuni. Kwa hivyo anytime mtu tutatengwa kanisa. Pastor Kloja anashinda akiniambia, "Mnajipima aje mnaona?" Naambia yes, tuko sawa. So tukiwa ni watu tuko tayari kujituma na kujitolea, kazi ya Mungu itaenda vizuri. Na hata unaenjoy, unasikia. Mimi nilikuwa nakaa kwa nyumba ninajiuliza, nitamisi sermon ya Steve nikae huko kwa nyumba mwezi. Wacha niende nikufie huko tukizikizaka. Nisikie tu sermon moja nifanye nini? Nirudi home. Nitakuwa nimebarikiwa, lakini nikaa nyumbani hata ya TV huwezi kupata. Juu kuna hormones zitakwambia hii si really na utaweza iwatch wakati mwingine. So hautashika. Lakini ukikaa hapo unajua wacha nisikize niko kanisani. Unaona sasa? So unasikia kama baraka kingine kana kufika kwa maisha. Hiyo ndio tu furaha ya mwanadamu. Hii vitu vingine, hata hivi vitu kuna madawa ukimeza inatulia. Unabaki tu kwa mtu nao. Unaona? Sasa hiyo wewe uko tu sana. Kitu tu yenye inafaa ujue tu. Unashika Mungu ni kama umemshika kupe kwa ng'ombe. Ng'ombe hata ikimbie ndio kupe na achilia kweli. Hivyo tunasema Mungu mimi siko. Kwa hali zote mimi niko tu na wewe. Maisha yako Mungu ataipanga. Mimi katika hata hali mimi najua Mungu atanilisha. Nitakula, nitakunywa, nitaendelea.
Sitakuja hapa ati niwaambie ndugu zangu sasa wenye kumaliza. Tunaona tutalala njaa. Hebu tuchangie. Kuna mshirika mmoja alipigia na wasiwasi mingi sana. Kaniambia sasa hali ya madamu na wewe wacha tu niunganishe Great News yote tuungane pamoja tukuchangie. Nikaambia unaona wenye unasema hivyo. Saidi kwa kazi yenye washirika wengi wa Great News wakienda hiyo kazi. Mimi niko na Mungu mbinguni, akipenda waangamie ni sawa. Nikifika huko namuuliza Mungu nikutumikia jamii yangu ikaangamia. Na akipenda wasimame ni sawa? Ni sawa. Akaniambia unajua siku ile uniita nikupeleke kazini na gari nikakataa juu niliona haupigi hesabu mzuri. Nikamwambia ulikataa nikaenda na tuktuk. Akaniambia tutakuja tukufunge kamba hapo kwa mlango. Akaniambia ni sawa. So ndio nawaambia hii dunia si ngumu, lakini ukichukulia ngumu itaweza kuwa ngumu, lakini kitu cha maana weka Mungu mbele na mtumikie. Mnanipata vizuri ndugu zangu? Msiwe na mashaka yote. Tusonge mbele tukijua kufaulu na kushinda kuko mbele. Usiku nilikuwa nasoma topic ya kurudi kwa Yesu na jinsi tutapewa mwili mpya. Alafu kitu inafurahisha Steve, ati ukipewa mwili mpya ni udhaifu na magonjwa unaondolewa. Lakini utaona tu kagiriri silikagiriri ile wa free area. Si ati itafika mahali. Hebu enda kwa hiyo simu yangu ile wachana tu ina record. Kuna mahali inaelezea vizuri ndio wasomea baadaye. Unaona venye Mustafa uko hivyo. Si ati ukipewa mwili mpya utakaa kama atakuwa mzungu ama nini? Unajua unakwambia utaanza kumea ndevu nyeupe kama za mzungu. Hapana, venye tu wewe ni Mustafa hivyo. Utabaki tu ukiwa hivyo. Sasa ndio inasemekana watu watajuana. Nikawa na imagine tumefika mbinguni. Tunapiga story na Steve. Tuko kwa mawazo ya kutokufa. Hebu imagine mawazo kama hiyo. Tuko mbele. Tunaongea. Sema sio ni Mungu wetu kwa tunashinda nini? Si hawa ni malaika. Tunaulizana hapo. Kagirina kierere yake hapa ni watu walisema hatuendi. Si tuko mbinguni. Hebu imagine ukisikia hali kama hiyo. So unaposoma hiyo kitabu, mimi unajua tu ingekuwa tutaenda mbinguni au tubadilike tukue kiupepo. Unasikia kiupepo fulani hii spirit ya Steve. Unasikia kingine hii ni kama Moreni. Si hivyo. Ni venye unaona Yesu alifuka akajulikana. Ni hivyo tutatoka katika udhaifu. Mtu alikuwa pengine kiwete na alisine ndio safari nini? Zitaisha, lakini sisi tutabaki tu unaona tu mtu ndio huyu. Huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Sasa hiyo kitu inaweza kuwa kitu mzuri sana. Ndani mnaonana kabisa sisi. Kuna saa na unajua Mungu atawaruhusu. Kuna saa watu ya Berea ansimrako. Juu tukienda mbinguni Mungu atatuunganisha kwanza na watu wa huko na watu wa karibu. Yaani ndio ufii uko free. Unaonana na watu wengi. Sasa utapata kikanisa ukiona ukitaka kuona Steve ndani mnaonana wote mko hapo. Sura ndio mbingu itakuwa ni kitu ya ajabu sana. Ndio nasikia Biblia inasema kama ni Mungu utakosea heri ukate uingie na mguu mmoja upotee na miguu ngapi? 2. Kama ni njaa, kuna wajamaa wamepotea juu ya njaa. Kuna wengi leo wameenda kazi. Sasa kuna mmoja nimeona kaambia twende akaniambia kwani ni vipi hivi? Hakuna kitu biashara itakusaidia na sabato. Funga tu sabato, mtumikie Mungu. Ukimaliza rudi jioni uliza Mungu nataka kula na kunywa uko na mpango gani? Mungu atakusimamisha, atakupea chakula na utaendelea. Tuko pamoja ndugu zangu. So msiwe na shaka kuhusu jambo lolote katika Ukristo. Tuko katika njia salama, tena njia ya kipekee. Na tusiwe na wasiwasi. Kuna wengine wamekuja na mafundisho mengine ya kutishatisha kana kwamba tuliingia katika kanisa lenye limepotoka. Uongo. Tuko kwa njia yenye inastahili. Wao ndio inafaa wafanye nini? Wavuke wakuje hatujapotea hata nukta. Tuko katika njia nzuri. Sasa hata kama ni hivyo nilikuwa ninawaza nikasema tena tukae tukose kusoma unabii. Kuna wanafunzi tulikuwa nao hapo kama kina Mustafa alikuwa ananipendeza juu kila siku unaona huyu mtu kuna penye anatoka kuna penye anaelekea. Unaona kwenye shukuru. So tukiwa hapa najua shetani vita yake ni mingi ili tuonekane hatuko. Lakini kuna siku ukiingia na hata tujaribu mwisho hatutamuona. Hata hizi kutujaribu.
Na hata mwisho tu ajue kutujaribu kwake ni hasara kwa Mungu tu, kwa itabidi aende tu. Lakini akijua kutujaribu atafaulu, ndio atazidi kufanya nini? Kutujaribu. So topic tulikuwa nasoma za unabii. Tuko nini chapter 10, unajua ni maombi mara nyingi. Chapter 11 ni unabii mpana ambayo inataka unamaliza ndio unarudi. Chapter 11 inakava yote. Inakava kule, inakava kila mahali. So lazima uko umeelewa 12, umeelewa 9, umeelewa 10. Chapter 11 inashikanisha tu kila kitu. Chapter 11 ni summary kama ya Revelation. So hata ukisoma Revelation uelewe, alafu umesoma Daniel 1 to 12, ukirudi chapter 11 sasa unaelewa kwa urahisi. Mnanipata vizuri? Haya. Sasa nilikuwa nataka nifanye introduction ya chapter 12. Kwa hizo dakika kama 30 zimebaki. Alafu kama kuna maswali tuulizane, si kubwa lakini iko na mafundisho ya muhimu sana. Naomba ifunguliwe kama tuko hapo, tusome mstari na mstari alafu tufafanue Daniel chapter 12. Twende taratibu. Sasa kwa mnajua next Sabbath tukikuja tunaingia Ufunuo. Haya, twende. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Sasa sikia. Kuna magonjwa ambayo itokea, kuna mengine yaliitwa Black Death. Kuna pahali farasi alipita mwekundu, si ndivyo mnasema? Farasi mwekundu alipita mwaka gani? Kipindi kipi? Wakati wa Nero. Farasi mwekundu alipita kipindi kipi? Juu tuko na mweupe, tuko na mgani? Lakini Nero alikuwa kwa kipindi gani akiwa? Tuko na farasi mweupe, tuko na mweusi, jivu, na mwekundu. Wenye wamefuatana. Tumeruka, elezea vizuri. Wa kwanza ni mweupe, wa pili black, yani nyeusi. Hapa umeanguka. Umeanguka. Nani mwingine? Wa kwanza ni acha. Mweupe, mwekundu, kuna wakijivu. kuna black na kijivu ndio mwisho. Kuna black na wakijivu. Wakijivu ndio wa mwisho. Ndio wa mwisho, si ndivyo? Sasa huyu mwenyewe anasema wa Nero. Nero hahesabiwi kwa farasi. Lakini hii vita yake mweupe alipita about AD 31 to AD alipita, unaona si nini? AD 31, si ndio? Wakati wa Yesu mpaka AD 100. Hii ni kanisa la Ephesus. Jina Efeso linamaanisha white. Pure. Tuko pamoja? Farasi mweupe aliyompanda na mwenye kuiongoza ni Kristo tu. Umeona? Lakini hapa tunapoangalia kwa hii farasi mweupe, yani ni kanisa la mitume ambalo halikuwa na mafundisho ya uongo. Ilikuwa sawa, kanisa la Sabato. Sasa kutoka 100 mpaka 538 Nero, unajua aliua Apollo 60 AD 60 something. So huku ndio wanajua ni mweupe tu. Nero usimhesabu kama kwa usimlete kwa hiyo story. So hii 100 to 538 hapa ni mwekundu. Hatari kaingia kanisa. Hatari inaingia kwa kanisa aje? Mafundisho ya uongo imeanza kuingia. Maana mitume wote wameishi. Sasa hapa ukienda kwa stages inaitwa Simiran. Simiran inasimamia smelling sweet. Mnanipata vizuri? Smelling sweet. Smelling sweet. Yaani unajua mtu akipita hapa na marashi. Ukifuata nyuma unasikia kuna mtu ameendea hapa. Sasa marashi mazuri ya mitume yalikuwa yashapita. Mnajua John tumemzika juzi, Yohana amezikwa juzi. Mafundisho yenye tuko nayo ni wenye kuhubiriwa, si wenye kuhubiri. Mnanipata vizuri? Sasa hapa hivi
ikawa hatari imeanza kuingia kanisa. Na hii kipindi hiki juu katikati hapa tulifika 321 ndio unaona pia Rumi inaamua kuform kanisa ya kuingia kwa Ukristo. Mambo mingi hatari zimeandama nini? Kanisa. Na mauaji yakawa mengi ndani ya kanisa. Juu walipoingia waliforce kanisa likufundisha chenye Rumi inafundisha. Na wakafanya mauaji mengi ambayo ni wabidi. Hiyo 321 niulize tu, hapo ndio Dark Ages ilianza. Hapana, wao umeenda mbio. Sasa 100 to 538 hii ni farasi mwekundu. Tunaelewana vizuri. Hatari ndani ya kanisa, na pia nyekundu inasimamia umwagikaji wa damu. Watu walipigwa sana. Ambacho hii kipindi kilikuwa kigumu kwa kanisa tangu uumbaji, hakuna kipindi kigumu kupita kwa kanisa kama hiki. Mnanipata vizuri? Hii kipindi ilikuwa ngumu. Watu waliuawa karibu wote. Wanasema more than 50 million watu waliuawa kwa juu ya Ukristo. Sasa hapa tukimaliza farasi mwekundu hapa juu hapa tuko na mweupe mwekundu. Sasa watu wa Mungu wenye kuangaza nuru walikosekana, tunaingia kwa giza. Na kutoka 100 mpaka hiyo 538 hapo mitume wote wameisha. Mitume wote wameisha juu Revelator ndio wa mwisho anasema alikufa about 99 to 100 hapo. So hapa sasa 538 mpaka 1798 au hiyo sasa ndio Dark Ages kamili. hii inaitwa Dark Ages, kipindi cha giza ambayo tumeandikiwa kwa Biblia. Sasa huyu ni farasi mweupe. Sasa mnaelewa vizuri. Sasa kanisa ilikuwa inahubiri mapotofu yenye ilichukua, yaani kanisa imeshapigwa vita. Imepigwa. Tunaambiwa mwanamke amekimbilia, na mwanamke ni watu wa Mungu. Na Kristo anasema nyinyi watu wa Mungu nyinyi ndio taa. Si anasema sisi ni taa ya ulimwengu, amefanya tuwe nuru ya ulimwengu. Sasa nuru ya ulimwengu ikikimbia, ulimwengu unabaki wapi? giza. Kwa sababu mnashikanisha vizuri. Ndio inaitwa Dark Ages. Sasa hii inaitwa Dark Ages. Dark Ages kulianza kupambazuka huku kwa AD kwa 1798. Huku juu ukienda 1796 kuna uamsho kama 1705 hapo unaona wakina 1706, 1707 akina Martin Luther wameanza kupiga kelele. Akaanza kupiga. Si unajua hata usiku ukienda kupambazuka kunaenda pole pole. Umeona? Sasa hapa tuko kwa kipindi cha farasi mweusi ambaye nimeguza hapa juu. Hapa ndio hatari ilikuwa kwa kanisa, lakini tunaambiwa hatari yenye imetungoja mbele kwa Revelation 12 ni yenye jai tokea duniani, vita yenye inaenda kuingia ndani. Nikali kushida ile. Hii ilikuwa sherehe nani alisema party ya Christmas. Hii itakuwa ni kama party kwa chenye kiko mbele. Hii tunasema watu waliuawa wachana, hiyo ni mchezo. Sasa ndio watauawa. Kwa hivyo watauawa kushida 50 million. Juu Wakristo walikuwa wamehubiriwa hadi Kabache. Kabache kulikuwa na Wakristo hao. Na hakuna kulikuwa na hawa. Hata 20% tukoje. Kibudi. Sasa kama hizi zote hazikukua na saa hii tumejaa kanisa kila mahali, wao tunatarajia kama wakati huo kanisa lilikuwa limefika kila mahali. Sasa unatarajia saa hii penye kanisa limefika kuwe na mchezo. Saa hii 70 days tuko milioni Kila mahali kunyongwa. Tuko mamilioni, si ndio? Na hapo Wakristo walikuwa maelfu na kukawa na shida. Sasa mamilioni, unaona kutakuwa na shida kubwa. Inji Ukristo ulikuwa kule Asia huko, ukiendea Afrika hakukuwa na hiyo Ukristo ya kupigania hii. Lakini saa hii inji gani haina Ukristo? Hata Wasaudi ndio wanalia wakiingia katika Ukristo mpaka watoto wa ufalme. Si mnaona kutakuwa na shida. Sasa ndio tunaambiwa kutakuwa na dhiki ambayo haijai kuwepo. Sasa mnaanza kushikanisha vizuri. Sasa kutoka hapa Martin Luther ndio waliamsha mapambazuko. Sasa hapa ndio tunaingia farasi wa kijivujivu. Injili yenye ilihubiriwa kutoka hapo mpaka 1844. 1844, si mnaelewa? Kutoka 1798 mpaka 1844. Hiyo ndio injili ilipeleka watu mbinguni. Watu waliamini ukweli ambao hauko umekamilika. Sijui kama mnanipata sasa vizuri. Yaani licha ya kuwa kuna machinjo. Sasa machinjo yamefanyika hapa. Hapo wameingia kwa giza, ijapokuwa vita bado zilikuwa za kuangamiza, lakini ni giza juu. Mwenye ameinua bendera ya Ukristo ni yule muovu ambaye ni Rumi. Watu wako kwa giza. Sasa kufika hapa 1798 kwenda mpaka 1844, huyu anaitwa farasi wa kijivujivu. Yaani
Watu washafunuliwa ukweli kidogo, lakini bado wana mafundisho ya Babeli. Sasa wanakuwa hawana ukweli kamili. Ndio unaona wakahubiri, wakafundisha, wakasema Kristo anakuja 1844. Umeona? Na bado wanafanya ibada ya Sunday ya huyu adui mwenye alikuja akaileta. Watu hawajui ukweli. So dunia bado ikawa Mungu aliwaangazia. Kuna watu wengi walihubiri injili ya wakati huo, wale wa Sunday. Mbinguni wataingia tu juu. Wawezi hukumiwa na farasi mweupe na hakuwa. Wawezi hukumiwa na malaika na hawakuwa. Wao chenye walipata na wakawa waaminifu, walitangaza habari za Kristo kupitia tu kwa chenye walijua. So nuru, hata kufunuliwa hiyo nuru zaidi ilikuwa ni shida kubwa sana. Na nikuulize kabla tuendelee. Kutoka 538. Yes. Kuja hapa mpaka hapo wakina Martin Luther wanahubiri. Martin Luther walikuwa wachanga hapo ama wamezaliwa wakakuta 538 kiendelea? Martin Luther amezaliwa kwa 16 something. Ilikuwa hii isha kitambo. Juu Martin Luther hata amezaliwa akalelewa na Catholic, amekuwa ni bishop kule. So katika ikifika alikuwa father 17 something ya 17 or 7 ndio alianza kushtuka sana, akisema hii mafundisho si ya Mungu. Akaanza kusoma kutoka 31 mpaka huko yaani mafundisho ya mitume. Hata yeye kitabu ilimokuwa ni Galatia. So ukisoma Martin Luther na wa Galatia juu, Martin Luther alijua Mungu ni mkatili na Mungu huokoa watu kupitia kwa matendo. Jinsi Rumi ilifundisha hata ukikufa unafinyiwa hadi watu wako wachanje pesa ndio wakutoe kwa shida kupeleke mahali. Kuna sadaka, si unajua kulikuwa na sadaka ya dhambi. Ilikuwa hata ukijua utafanya dhambi next year, wewe unalipia hadi dhambi zenye utafanyia. So ukifanya dhambi ulishalipia. So akajua ni Mungu aina gani. So yeye kila wakati alimtumikia, lakini juu ni mwaminifu tu, si ati alijua hivyo ndio Mungu anataka, lazima tumtumikie. So katika hali ya kumtumikia alikuwa anajua huyu Mungu si Mungu mzuri, ni Mungu mwenye kutufanya nini? Kutusukuma. Juu anatuokoa kwa matendo. So alijitesa akijua asiposhika hiyo mambo yote, asipokaa venye Rumi inasema hataweza. Unaona sasa katika mambo mingi. Lakini Martin Luther alipozidi kusoma, akasoma kitabu cha Wagalatia, tunaokolewa kwa imani, tunaokolewa kwa imani. Akaanza kupinga Rumi pole pole. Mwisho akagundua hata muombezi wetu si mwanadamu. Sisi tunaombewa na Kristo. Akapinga. Kupiga makosa mbele za mwanadamu ni kinyume. Ndio akaenda akaandika kwa mlango ya Rumi makosa 99 akiwapinga. Unaona pia angejua sabato si hiyo, si angeipinga tu. Lakini chochote Martin Luther alijua ni cha kweli, alikipinga. Lakini katika hali hiyo Rumi ikataa kumuua, lakini juu wao ndio wangetumia kufanya farasi mweupe wakijivujivu asaliwe, Mungu aliwatunza na aliwatumia wakahubiri. Hata wakina Ford wenye wameanzisha za kina Friends na zingine waliishi kuambia watu wao, kusoma vitabu zao, wasema tunawahubiria ukweli wenye tunajua, lakini ukweli mwingine ukija zaidi kuliko wenye tunajua, mfanye nini? Msiukatee muamini. Tuna watu walikuwa wazuri, walikuwa waaminifu kwa chenye wanajua na wako tayari kupokea ukweli zaidi. Sasa hapa tunaposema farasi mwekundu, nataka mumweke huku, tutakuja. Unajua nimeguza tu tuelewe Danieli 8 ndio Danieli 12. Naguza tu, lakini nitakuja sasa tuende step by step. Sasa hapa nimeelewa sasa farasi venye inakuja. Sasa hapa si tumeingia 538 to 1788. Huyu ni mweusi. Sasa wakijivujivu ni yale mahubiri ya kina Mira. Usicheze na Mira. Mira unajua alicalculate hiyo siku 2300 na akapata correct. Wewe unafikiria ni michezo? Wewe unafikiria ni wangapi hata sasa hivi utapewa calculate? Lakini sasa inaitwa kijivujivu juu kama unajua calculate hizo hesabu zote na bado haujui Sunday ni kinyume, haujui mambo mengine. Kuna mambo hakujua vizuri. Si unaona sasa? Lakini alielewa Rumi ni mbaya, alielewa mambo mengi kadhaa. Umeona? Lakini ijapokuwa alielewa, even ndiye alikosea, ilikuwa ni patakatifu pa mbinguni pasafishwe, yeye akafikiria ni pa duniani. Sasa unaona, yani ni ukweli, lakini ukweli ukichanganywa na kauongo kakiwa ndani, unajua haikui white, inakuwa gray. Na unajua Elda, unapofundisha hivyo kuna vitu nyingi sana nimekuja kujua. Wakati nasema
Mila alijua Mungu ni mkatili, ni Mungu wa kufinyilia. Martin Luther Ni Mungu wa kufinyilia. Mpaka saa hizi. Hebu siku moja, si leo, siku moja tu usimame kwa kanisa la Kisabato. Waulize, na amri za Mungu ni ngumu kuzitimiza. Utaona kuna mtu anainua mkono. Ni ngumu. Kusema ni ngumu Kabisa. Na Biblia imetufundisha si ngumu. Unaona? So mpaka saa hizi kuna watu wana hiyo Mungu si Mungu wa sheria hivyo. Mungu ni Mungu tu wa upendo. Atakani yaani anatuokoa tu by the grace. Kama sisi tulihubiri sana hiyo. Si Mungu wa sheria, ni Mungu wa neema. Wewe bora tu muamini hivyo. Na kuna watu wameshika hiyo injili. Unajua hiyo ni injili kinyume, maana tunaposema Mungu ni wa neema, atuokoi kwa sheria. Martin Luther hapo anasema sheria isifuatwe. Martin Luther chenye alifikiria ati unahesabiwa kwa chenye unafanya ndio unahesabiwa uzuri wako. Umeona sasa, ukifanya kitu ni kama Mungu amekaa chenye umefanya mzuri ndio anakucheki ndio akuhesabu. Sasa hiyo ndio kinyume. Sisi haki yote yenye tunahesabiwa ili tuwe watakatifu ni haki ya Kristo. Umeona? Hiyo ndio inafaa kuelewa. Na haki ya Kristo, juu sisi hata ufanye mazuri kiwango gani, huwezi ukajiosha ukampendeza Mungu. Ni haki ya Kristo tu itaweza kufanya umpendeze nani? Mungu. Sasa ukishampendeza Mungu, hautendi dhambi, juu Mungu yuko ndani yako. Sasa Kristo amekuosha. Juu ujue hatuwezi ongea kabla unilipe deni. Ukishanilipa deni, sasa tuanze mazungumzo. Sasa ukishalipa deni, sasa hauibi tena ama hukopi tena. Sasa ndio unaona deni yenye iko mwenye ataweza kulipia ndio ingie kwa meza ya mazungumzo ni Kristo pekee yake. Ndio unaona hatuokolewi kwa sheria bali tumeokolewa kwa neema ya Kristo. Maana kafara ya mwenye dhambi iwezi lipia mwenye dhambi. Wewe kafara yako haiwezi kulipia maana wewe ni mwenye dhambi. Sasa kafara ya Kristo mwenye haki ndio inakulipia wewe mwenye dhambi. Sasa uonekane una haki ya Kristo. Ukishtuliwa hivi ni Kristo anasimama. Sasa Kristo akishasimama, matendo yako yote yenye unafanya sasa si wewe. Tunasikia Biblia inasema si wewe, mwili wako si wako. Wewe ni mali ya nani? Ya Kristo. Sasa Kristo ukiwa umesema yeyote aliyezaliwa na Kristo atendi nini? Mtenda dhambi ni ujaji wa nini? Sasa matunda ya kujua hujazaliwa na Kristo, unapovunja sabato, unapoiba, unapofanya nini, unajua huyu hajazaliwa na Kristo. Lakini Kristo akiwa ndani yako tunaona matunda ya kutunza amri za nani? Za Mungu. So wale wanafundisha hivyo ni kugeuzia andiko juu. Kuna mzee mmoja wa kanisa la Agano alinifundisha sana hiyo. Tuokolewi kwa sheria. Nikamuuliza sasa hizi sheria zenye ziko tuachane nazo. Hatuokolewi kwa sheria, sasa hivi kwa kipindi cha neema. Nikamuuliza mzee, kweli ukinipata bedroom na mke wako utaniambia Bwana Yesu asifiwe? Huyo kwanza atakuwa. Unaona? Akaniambia hapana, hiyo ni dhambi. Na si ni sheria. Siko kwa Biblia ni sheria kufanya hivyo ni dhambi. Na hiyo ni sheria tumewekewa tukifanya hivyo ni dhambi. Na kwa nini tukifika kwa hii sheria ya 4 hiyo ndio tunaokolewa kwa neema kwa hiyo. Hizi zingine tulizokolewa kwa neema nazo. Tukafungana hivyo. Siku hizo hata nikasaribu. Lazima kuna wengine wanasema teremka na majira. Sasa ukisoma hivyo Romans chapter 3:31 inasema, unajua naona ni kama time inatupeleka wewe tukashindwa kurudi kwa Daniel. Lakini Romans chapter 3:31 hebu nisome. Romans 3:31. 3:31 inasema basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Sasa inasema basi je, twaibadilisha sheria kwa imani hiyo? Sasa tuanze kuharibu sheria ya Mungu juu ya imani. La hasha. Kinyume cha hayo twaidhibitisha sheria. Yaani kinyume cha hiyo sasa ndio tunaitunza vizuri. Unaona wewe ulikosea ukafungwa. Mimi nikakuja nikakwambia, ndugu yangu Steve, umefungwa kwa nini? Sema bwana, nilienda tu. Unajua sijui kupanga vitu vizuri. Nilienda tu nikaambia jamaa ndiye mpangia mambo yake kidogo, lakini nikamesi mali pakubwa sana. Sasa hizi nikiongea hivi niko na deni ya milioni 1 na siwezi pata. Sioni, so nimefungwa, lakini nikiweza kupata saa hizi ningetoka. Alafu nikwambie Steve, nilikataza usijihusishe na hizo mabiashara. Sitaki urudi, uishi maisha ulikuwa unaishi. Si ndivyo? Na nikwambie milioni 1 ndio hii inaenda kulipia. Alafu nilipie Steve, nimshike mkono nimwambie basi ndio ondoka. Alafu tuambiwe katika police station
Haya sawa. Huyo sivyo na tukienda naye hata polisi wanamhurumia wanasema na huyu akienda arudia atakuwa mjinga. Si ndivyo? Mimi hata tukitembea na Sivyo, sinaona Sivyo anaogopa hata hawezi taka kurudia tujua ananiaibisha. Si ni kweli? Ndio unaona andiko iko kali kwa Biblia sema ukizaliwa tena urudi katika dhambi kama unamsulubisha Kristo mara ya ngapi? Ya pili. So wewe once uliokolewa, sasa wewe unaogopa kurudi kwa dhambi sana. Juu huwezi taka juu unajua umetolewa wapi na unaenda wapi. Lakini sasa yule hajaokolewa ndio hapo na uhuru wa kutenda dhambi juu. Yuko kule wacha aendelee kuvunja. Si unajua kuna mtu kuna wezi wanaibia watu kwa M-Pesa wako jela. Juu wako huko wanashindwa hata tutakapojela ni hii tu. Ni makosa tunaongezewa na hata tukiongezewa makosa ni miaka tunataka tukae. Sasa wao wacha lakini wewe mwenye umelipiwa unataka uhuru umetoka. Si unaachana na hizo vitu. Sasa wale ni wenye kutafsiri kwa njia ambayo ni kinyume kidogo. Sasa hapa nilikuwa nataka niwamalizie hapa ndio sasa tukirudi kwa Daniel itakuwa sawa hata kama tutarudi baadaye. Lakini tumesema kutoka kwa 1798 hadi 1844 hapa ni farasi mgani? Kijivu. Sasa hapa tumesema ni mweupe. Si mmeshika sasa? Enda tunasema AD 31 to about AD 100 wanafunzi wameisha wote walisimamia farasi mweupe Ephesus. Hapa tukiingia Smyrna inaanza na red. Maana Smyrna ni smelling sweet. Mtu akipita na marashi ukipita ukijua kuna mtu amepita hapa. Wasomali ndio wanajua tunatoa hiyo marashi. So hiyo utajua kuna mtu amepita na marashi fulani. Sasa walikuwa wananukia mapito ya mitume. Lakini katika kunukia mapito mafundisho ya uongo yakaanza kuingia kanisani. Rumi ikaamua kufomu kanisa ambayo itapinga kanisa la Mungu. Hatari ikalikapa kanisa. Ufalme ukaamua utumie kanisa kujiburudisha kwa faida zake ufalme wa Kirumi. Na ukachukua kanisa wakaweka ibada zao za misimu ndani zote. 538 ikawa mwisho wa kuwa watu katika namba kubwa ambayo watu wajai wao. Tuko pamoja? Ndio unaona tulipofika 538 Biblia inasema ilibidi mwanamke ambaye ni kanisa la Mungu ambaye ameambiwa tumeambiwa nyinyi ni taa katika ulimwengu. Si ndivyo? Alafu kwa tunaambiwa ikifika 5:30 naambiwa mwanamke ilibidi afanye nini? Aende nyikani. Ukisikia taa imepelekwa nyikani mnaingianga wapi? Kwa giza. Sasa hapa ilibidi warudi gizani, si ndio? Lakini unajua taa ikiwa kwa umbali sana hamujaishika lakini inaonekania kwa umbali inakuanga ni kama ni mwanga uko na kawaiti. Yaani white imeanza kurushwa kwa umbali. Hata ukichukua tukale ya white uanze kurusha kawaiti mbali inaanza kutani. Haikui ile giza kabisa. So wakina Matinduzo wakianza sasa ilikuwa kamwanga kadogo. Kamekuja. Sasa mwisho 1798 siku za Dark Ages zilipotimia akapata jeraha ndio wakapata nguvu sasa ya kuhubiri zaidi. Ndio sasa mwanga ukazidi kukuja. So ikawa wanahubiri kipindi cha farasi wa kijivujivu. Umeona? So yule farasi wa kijivujivu alipohubiriwa kutoka hapa tumeongea mweusi tumemwongelea amepita. Wa kijivujivu akahubiriwa kutoka 1798 mpaka 1844. Kutoka 1844 hatuhubiri tena habari za farasi. Tunahubiri habari za ujumbe wa malaika watatu. Our banner is 3 angels message. Si logo, kuna washenzi wengine wamekuja na logo. Wanasema ndio ujumbe wetu. Ujumbe wetu bana ni malengo, hata kwa Biblia imeandikwa bana, bendera. Bendera yetu, malengo yetu ni ujumbe wa malengo ngapi? Watatu ndio tunahubiri kila mahali. Ukiona mwenzako unajiuliza huyu ataweza kuwa anajua chenye anajua. Ataweza kuwa yani usisimame bila kuona. Ukiwa na mtu kuna uwezekano hajui, unampatia nini? Ujumbe. Lakini hapa Biblia haijai tuambia tena tutarudi kwa kijivujivu. Haijai tuambia tena na unajua tunapofika pia hapa tukiingia kwa malaika ujumbe wa malaika tuko kwa kanisa stage ya Revelation. Juu sasa ndio wafundisha vizuri hii nitawekea zile makanisa hii ilichukua makanisa ngapi? Hii ni paper stage ya makanisa ngapi? Hii ngapi? Hapa ni ngapi? Tuko pamoja. Ndio tujipate penye tuko sasa hivi. So sasa hivi tuko kwa stage ya Laodicean church ambayo hatutatoka tena ndio kwa dakika 10 utasimama sana. Mpaka 20 ishe. Sasa hapa vumilia tu 20. Video ni kwa mwisho. Sasa
hapa tuko na malaika, si ndivyo? Malaika. Kutoka hapa kukuja hadi saa 1844 hadi saa hii. Lakini hapa hadi hapa Laodicea. Nini inaitwa kutoka hapa hadi hapa hivi inaitwa Brother Love Philadelphia. Philadelphia. Unajua stage ya kanisa ilihubiri hapo, ilikuwa ni upendo wa kindugu ambao jamaa walihubiri, na hiyo upendo wa kindugu ndio inatukosa tu saa hii. Mtu angetoka mahali popote akuje aishi hapa tumkaribishe, kama ni wa Mungu awache ahubiri. Na hapo kwa Dark Ages. Hapa kwa Dark Ages ni wadenzo walikuwa wanapambana huku pole pole. Jina ni kanisa. Ziko kanisa stage kadhaa hapa, si moja. Sema hiyo kama hapa ndio moja tu. Hapa kuna Sardi iko huku. Semerina iko hapa. Hebu ukisoma nitakwambia. Unaona kutoka 1844 kuendelea ni Laodicea. Kutoka 1844 kuja mpaka 1798 ni Philadelphia. Tuko pamoja? Alafu sasa kutoka nyuma ya Philadelphia ni gani? Laodicea ndio nimeshatoka Laodicea, tumeenda Philadelphia, tunaendelea kuja nyuma. Sardi siko huko. Unaona? Sardi ilikuwa kwa hii kipindi hii. Tunaona enda. Sardi iko hapa. Soma ingine pia iko hapa. Tiatira bado iko hapa. Alafu tukikuja Pergamon iko hapa hivi. Alafu Smyrna iko hapa. Siji Pergamon na Smyrna ziko hapa. Smyrna is smelling sweet. Pergamon ni hatari. Unaona ukitembelea kama kwa hii mfuta hivi ukienda hivi wakati kumejengwa tu unapita mahali hatari, ndio neno Pergamon. Smyrna is smelling sweet. Sasa kanisa stage ya Smyrna na Pergamon ziko wapi? Enda boss. Jibu yako na ziko wapi? Tuko pamoja. Iko AD 100 to 538. Pergamon na Smyrna. Alafu Ephesus iko AD 331 to 100. Alafu hapa hivi tuko na Sardi na Tiatira na Sardi iko 538 na 1788. Zote ziko hapo kwa hiyo kipindi ya farasi. Sasa tunazingurudi kwa farasi, si ndivyo? Alafu kutoka hapo tunaenda Philadelphia, Brother Love. Ile yenye shule mlisoma paka na Goodwick Chira. Iko na ndani kwenye Ludwig Krag kwenye walete habari ya Afrika, si kweli? Hao walikuwa na ubiri. Mtu tu anaama kwake, nikawa tu mimi niambiwe leo tukienda huko tunaona ni nini? Tunaenda Malaysia. Si tutaenda. Sidhani kama mambo ya visa ilikuwa mingi. Ama tuna friends sasa tutauza vichenye tutauza twende huko. Bora tupate tu mwenye atatukaribisha. Sisi tuishi huko tukihubiri. Na wanaenda na wanakubalika na wanaishi huko wanakuwa wao. Umeona kitu kiko inafanyika? So hapa hiyo stage ilikuwa hapa, tukatoka hiyo stage tukaingia Laodicea. So sasa hivi tuko stage ya Laodicea ni ambaye ni ya mwisho, na Royal Nabii sema day church is applicable to Laodicea. Unaona? So hatuwezi toka 70 day twende mfumo mwingine. Ndiona kila saa offshoot tunawakemea na mbie tafuteni kanisa lenu. Sisi hiyo hatuingii. Msingi ambao tumelelewa kwayo. Sisi ni wale tumesomewa Qur'ani ya kibiblia hadi imeingia mpaka kwa misiba. Hatuwezi tingika na imani. Tunajua tuko at the right track. Hatuna shida na imani. Tunaelewana sasa vizuri. Enda tuko pamoja hapo. Kabisa. Simeelewa kama ni hiyo mambo ya miaka. Lakini hata mitume hawakuhubiri mambo. Mitume walihubiri muda kidogo. Mitume injili yao ni hata tukiongezea miaka 3 mbele ya Kristo kutoka AD 27. Anaweza pewa miaka 75 hivi hapo. Na waliuawa wengi, hata wakifika huko walikuwa wameuawa wengi. Ni mmoja tu alifunga. So tunawafungia hiyo na John alifungia ama alikuja kwa hizo zingine. John hii inaenda hapa juu ya John. John wanasema alikufa about 90 to 100 hapa. John. Lakini hao wengine walikufa, lakini vifo ya kuuawa. Si John unajua peke yake ndio. Na si ati hakutaka kuuawa, angechemshwa kama andazi. Yekelewa kwa mafuta akatoka. Wakasema hii kama mtu nikachawi karushwe Patmo. Ukaakaa Patmo kakatoka. Ndio nawaambia hii jamaa kama wajiamini huyu Kristo tunamwamini. Wakakubali kuchemshwa kwa mafuta. Wakakubali. Alikuwa anaitwa Bartolomeo. Kifo ya Bartolomeo ni kali. Hiyo ukisikiza hivi ukiwatch hiyo story, unasikia damu inakimbia kwa mwili unaifia.
Nimedungua shindano kwa msipa na unafinywa hivi syringe, unajua kufinya maji ya syringe inaenda. Ni hivyo inaenda mbio kwa msipa lakini lakini ukisikiza story za Bartholomew damu. Unajua jamaa alifanywa nini? Alikamatwa mahali penye kuna mawe. Mawe zilikuwa hapa, akawekwa juu ya mawe. Akatolewa na wembe, alikuwa anatolewa ngozi na wembe kwa mwili kama kondoo. Anaambiwa Bartholomew, unasikia? Ukimkana Kristo utaishi. Na ukikataa ni wembe. Anatolewa, akatolewa hadi akawekwa kwa juu. Ilikuwa ambiwe vidonda na umewekwa ilikuwa kali. Jamaa alikufa tu kali. Lakini aliwaambia mnanichelewesha. Kama ni juu ya Kristo tu, sina shida, endelee. Yaani ndani yake alikuwa anamtukuza Kristo kwa njia ya kipekee, hana shida. Wacha kama ni kukufa hiyo. Hiyo ndio limeongoja. Enda usome story za kina Hasi ndani ya roho ya unabii. Hasi anapandishwa juu, kuni zimepangwa, mtu umewekwa, unafungwa kwa mtu hivi mkono. Na kichwa. Alafu anapandishwa juu. Anaambiwa the last chance Mr. Hash. Kataa, pinga. Nasema siwezi. Moto inawasha, anaambiwa mwanadamu jinga ambaye fanya uamuzi wa kijinga duniani. Wanaasha moto. Wewe uko huko juu. Moto, wewe kanyaga moto wewe. Kuna watu wamekuja hapa juu wanaogopa moto ya jehanamu. Kuna wenzako wamechoma juu ya hiyo moto. Wakitafuta huyo Mungu. Si moto inatufanya watu walikufa before Kalikali. Hasi amekufa. Wakina Joram before Kalikali. Wakimtetea huyo Mungu. Sawa mimi nafika mahali najishuku mimi si Mkristo. Kama ni kujitolea hivi na sisi tunafanya nini kwa Kristo? Hatutaki kujitolea hivi tujitume. Usije kama unanielewa ndugu yangu. So hapa tujue ni si mahali pa michezo. Kama unakuja sigio unakaa pale kama umekuja mazoezi hivyo uko mahali hatari. Si mahali pako hapo utatoka mbio. Hapa ni mahali ukiingia chukulia mahali serious. Soma roho ya unabii kama mwenye unaenda kufanya mtihani kesho. Soma Biblia ni kama uko na exam kesho. Fanya kazi, kuna mwingine naye anaingia kwa imani anachanganyikiwa. Fanya kazi kama mwenye una invest miaka 100. Fanya bidii ya kazi, soma. Ndio unaona ukipata Mwadventista ako na time sana ya Facebook, huyo mtu ako na shida. Kienda Facebook wako sangi na si mahubiri, ni picha za anatoa mastai. Ukimchati tu unamkuta ako na shida. TV vipindi zote zinaendelea na zikio mtu ako na shida. Ukitaka kujijua hizo ni dalili za kuonyesha uwendi mahali. Lakini kuwa busy kusoma na kufanya nini? Kazi. Ili usikule kitu cha mtu bure. Fanya kazi, soma na uamini. Hata Ukristo utaona ni rahisi. Amri za Mungu ni rahisi sana. Si ngumu. Watu wanasema ni ngumu, ni shetani. Si ngumu sana. Si sana, acha kuweka sana. Si ngumu. First John nisome nikitoka 5. Ni 5:3 au 5:5? Ni 5 tuendelee naye. Hebu andika first John 5. Inasemaje? Andika hapo. 5:3 nasema. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Ndio? Kwamba tuzishike amri zake. Ndio? Wala amri zake si nzito. Si ati ni mzito. Usiseme imesema ni nzito kidogo ama inasema si nzito, yani inamaliza hivyo. Nikaa kubeba chupa ya maji. Sasa kuzidi kutaweza kupea nini? Sio ni ujinga tu. Si ukae kwako ulenge familia yako. Wizi inakufaidi na nini na mwisho yake ni hasara. Hakuna kitu. Sasa usiabudu sanamu, usifanye nini? Hizo kwani sanamu sasa wewe ndio unaenda kuitumikia, sanamu isaidiaje mtu kitu? Kuna shida. Amri hizi si ngumu, ni wewe tu unajifanya zipewe, lakini nyepesi kabisa. Watu wanaifanyaje? Hata ile ndio anasema is like ABC. Kama kuna mfumo Mungu atuwekea rahisi ya kwenda ni ya kwenda mbinguni, anasema ni like ABC. Na inakuwa ni hasara kubwa. Kama sasa kuna amani hivyo. Na unasema ni Kristo. Alafu wakati wa dhiki ufike. Yaani umejinyima ukisema ni Mkristo. Alafu wakati wa dhiki ufike umukane Mungu wakati huo. Na umejinyima huko nyuma. Sasa si afadhali tu ingie kwa dhambi huko nyuma tu uogelee vizuri. Kama nyati ananifurahia nikaa koreti hata leo akiitwa. Mbona wao atashitoa? Tukue tu tayari penye Steve anasema tusimukane. Na usiongojee zikienda ziki yako ni ya maisha hii. Uenda utaingia huko. Ziki yako itaweza pigwa ya ukiuchumi.
Unajaribu lakini usimamani. Mimi naona hata hiyo vita kubwa tunasema Tutafika huko. Nyinyi mtaweza kosa. Sasa unaweza fika, unasema nini? Mtaweza lakini nasema asiye mwaminifu kwa kidogo, kwa kubwa si mwaminifu. Sasa ukiacha leo Sabato uende kutafuta mambo mengine, unaona vile siku ile Rumi itatangaza utaweza. Kama corona ilifanya watu warudi nyuma. Ngoja 2027 nione. Hapa ni hii ni vita hii. Mnasikia ndugu yangu? Hii tusipoteze muda, ujue ulijitolea, jitume kabisa. So hawa wanapokuja Brother Bosco uombe ufunge hiyo ya morning. Lakini anapoomba unaona juu ya kuchelewa kidogo. Mimi hata kwangu nakuwa mkali kabisa asubuhi. Na waharakisha mpaka najua nimewapeleka mbio lakini sina shida. Tutapendana. Sasa nini ikifika mambo ya Sabato tukitunza vizuri hivi tutaelewa. Sasa unaona tumeingia huku juu kwa Daniel chapter 12 kuna kitu imesema ya kwamba hicho kipindi chenye naenda kuja kitakuwa kigumu kuliko historia ya dunia. So imebidi turudi historia ya dunia kidogo. Sasa next Sabbath tukisoma Daniel 12. Sasa sitaenda huku. Juu tukimaliza 12 ndio tutakuja huku. Umeelewa sasa? Ndio tutafafanua vizuri. So simbarikiwe. Amen. Aya, enda Bosco karibu. Tuamini. After the Naumeka, thank you for being with us. Thank you for bringing us in the Sabbath. Take charge. We look forward to the following services. Take charge. Be in our witness from them.